Umoja wa Ulaya EU umekataa mpango wa amani wa Ukraine uliopendekezwa na Marekani. Brussels imesisitiza kuwa mpango wowote unapaswa kuakisi misimamo ya umoja huo pamoja na Kiev. Umoja wa Ulaya EU umesema hukubaliani na mpango ambao umeanzishwa na Donald Trump katika kumaliza vita huko nchini Ukraine. Umoja huo umesukuma nyuma dhidi ya mpango wa hivi punde ambao unataka Ukraine ikubaliane kuachia maeneo, lakini pia na baadhi ya mambo katika kusuluhisha mzozo, ambapo Brussels inasema kwamba lazima Marekani itazame juu ya nini Umoja wa Ulaya una hoja katika kumaliza vita hivyo. Mkataba huo wenye rasimu ya vifungu 28 ambapo vyombo vya habari vya magharibi vinadai uliandaliwa kwa uratibu na Moscow, unaripotiwa kuhitaji Ukraine kujiondoa kutoka sehemu za mikoa mipya ya Urusi ya Donetsk na Luhansk, kwa maana eneo zima la Donbas, lakini pia ambayo bado iko chini ya udhibiti wa Kiev, na kupunguza vikosi vyake vya silaha kwa angalau nusu, kusalimisha silaha na kuacha matarajio yake ya NATO. Kiev siku ya Alhamisi imethibitisha kupokea pendekezo hilo, huko Volodymyr Zelensky akisema anatarajia kulijadili na rais wa Marekani Donald Trump katika siku zijazo. Rasimu ya mpango huo imesababisha ukosoaji kutoka kwa wafuasi wa Kiev katika EU ambao wanaonekana kushikwa na tahadhari na kuitisha mkutano huko Brussels siku ya Alhamisi. Mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesisitiza kwamba mpango wote wa amani lazima uonyeshe misimamo ya jumuiya hiyo na Ukraine, akisema kwamba pendekezo la Marekani halitoi makubaliano kutoka upande wa Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot alinukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba makubaliano hayo lazima yasiwe ya kujisalimisha, huku mawaziri wengine kadhaa wakiripotiwa wakisema hawajaiona hati hiyo na hawahitaji ufafanuzi kabla ya kutoa maoni yao. Rais wa Marekani Donald Trump alitaka kumaliza vita hivyo katika siku za nyuma. Moja kati ya hoja za kumaliza vita hivyo ni pamoja na Ukraine kukubali kuachia maeneo hayo, huku mataifa magharibi yakikataa. Aliambia mataifa hayo ya magharibi kwamba kwa muda mrefu yamekuwa yakisababisha vita hivyo ambavyo haviishi kila kukicha. Moscow imekuwa ikishutumu mara kwa mara Umoja wa Ulaya kwa kuzuia juhudi za kidiplomasia za Marekani na Urusi katika kumaliza mzozo huo, ikisema kuwa umoja huo badala yake unafanya kazi ya kurefusha uhasama huo kwa kusambaza silaha, zana za kijeshi na ahadi za wazi za kuunga mkono Kiev. Kulingana na taasisi ya Kiel ya Ujerumani, EU imetoa msaada wa zaidi ya euro bilioni 65 sawa na dola bilioni 75 kwa Ukraine tangu kuongezeka kwa mzozo huo mwaka 2022, huku ahadi zote zikikaribia dola bilioni 98. Kremlin inasema imesalia wazi kwa mazungumzo ya amani, lakini inasema Kiev inataka tu kuendeleza mapigano, ikihimizwa na EU ambayo imekata mazungumzo yoyote ya maana na Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema kuwa mataifa ya Umoja wa Ulaya sasa yanajaribu kujipenyeza katika mchakato wa amani licha ya kile alichokiita msimamo wao wa wazi wa chuki dhidi ya Urusi. Nafasi ya kufufua upya ambayo anaamini inapaswa kuzuia umoja huo kuwa na kiti katika meza ya mazungumzo. Nchi za EU zinataka zihusishwe katika mazungumzo hayo licha ya kwamba Urusi imesema haihitaji kuziona nchi hizo zikishiriki katika mazungumzo ya kumaliza vita kati yao na Ukraine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment pamoja na kusubscribe channel hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua nini kinachojiri katika ulimwengu.